Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Apostle Samuel Gitonga na nimeokoka. Kristo Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Katika siku hii ya leo ningetaka wasikilizaji wangu niweze kuwaletea neno la Mungu, na nataka kusema kwamba Mungu atabariki maisha yetu na atatutendea mema kwa sababu ya utukufu wake. Neno hili ninanena kwa sababu ya wapendwa wetu ambao wametoka katika nchi hii yetu ya Kenya na wakaenda katika mataifa ya nje, na sana sana wale wako US na wale wako UK. Ndio ningetaka kuweza kuwanenea neno hili, na ujumbe ambao nataka kuongea kuhusu kuto kumsahau Mungu kwa sababu ni shauku la moyo wa Mungu kuto kumsahau Mungu. Ningetaka niombe na kisha baadaye tutaweza kuangalia neno la Mungu. Acha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Kristo, ni asante kwa wema wako, ni asante kwa uaminifu wako, asante kwa uhai, asante kwa kibali cha kuwa na siku ya leo. Jina lako litukuke, jina lako liheshimike katika jina la Kristo. Baba, ninaenda kunena neno lako ninapowanenea watu wetu ambao walitoka katika nchi hii yetu na wakaenda katika mataifa mengine, haswa wale ambao wako katika US na wale wako katika UK. Mungu wa mbinguni, wanapolipokea neno lako, ukawabariki, ukabadilishe maisha yao, destiny zao, na ukasababisha wakafike mahali ambapo Mungu ulikusudia watafika kwa utukufu wako. Jehova Mungu, sikio la kusikia na jicho la kuona, vyote wili vyatokana na wewe. Tusaidie Baba, tukaweze kukusikia siku ya leo katika jina la Kristo. Katika jina la Kristo Yesu naomba kuamini na hata kushukuru. Amen. Basi wasikilizaji wangu, siku hii ya leo ningetaka kuongea ujumbe ambao kichwa chake inasema kwamba usimsahau Bwana Mungu wako, ama kutokumsahau Bwana Mungu wako. Habari hii ya kutokumsahau Mungu ni muhimu sana, watu wa Mungu. Na habari ya kusahau katika maisha ya mwanadamu huwa inapatikana, na wakati ambapo wanadamu wanakuwa na hali ya kusahau, kunakuwa na hatari nyingi. Lakini siku hii ya leo nimekuja kuongea kuhusu kutokumsahau Mungu, na maneno haya ni maneno ya kiunabii ambayo ninanenea watu ambao mko nje ya nchi yetu ya Kenya, wale ambao mko katika US na wale mko UK. Maana katika mataifa hayo mawili Mungu amekuwa akininenea sana na kunionyesha kwamba kuna mambo mengi huwa inatokea katika maisha ya wanadamu, na mambo mengi ambayo yanatokea, mambo mengi ambayo yanatendeka. Mambo hayo ni matokeo ya kumsahau Mungu. Maana watu wengi ambao mulitoka katika nchi hii yetu ya Kenya, wengine wenyu mulikuwa watu wa kanisa, na mulipofika kule US na UK mukawachana na kanisa. Wengine wenyu mulikuwa watumishi, wengine mulikuwa mnamtumikia Mungu kwa njia moja na nyingine. Lakini wakati ambapo mulifika katika mataifa hayo, wengine wenyu mumemsahau Mungu, wengine mkawacha kwenda kanisa, wengine mkawacha hata kushughulika na mambo, hata uwezi kuingia katika media na kusikia neno la Mungu na kuangalia neno la Mungu. Lakini nashukuru Mungu, maana Mungu wetu, he is a God of second chance, na huwa anatupatia nafasi nyingine.
Katika siku hii ya leo ningetaka tuweze kuangalia neno la Mungu, na tutaanza kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 103 kuanzia mstari wa kwanza, na Mungu wetu atatubariki. Maneno haya yalinenwa na Daudi, na maneno haya ni faida kwetu na yanaweza kutusaidia sana ili tuweze kushikamana na Mungu na tuweze kumfurahisha Mungu wetu. Maandiko inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 103 na mstari kuanzia wa kwanza. Daudi anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Mstari wa pili, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Mstari wa tatu, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mstari wa nne, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Basi wasikilizaji wangu, kile ambacho nataka tuweze kuangalia ni kutokumsahau Mungu, na pia kutokusahau yale ambayo Mungu ametutendea. Kuna watu wengi ambao huwa wanamsahau Mungu, na kuna watu wengi huwa wanasahau matendo ambayo Mungu amewatendea. Na mtu mmoja alisema kusahau ni hatari, nami nitaweza kukwambia ya kwamba kusahau ni hatari. Na Mungu amenena sana katika maandiko yake matakatifu ya kwamba tusiwe watu wa kusahau. Huyu ni Daudi katika kitabu cha Zaburi, na ananenea moyo wake, ananenea nafsi yake. Anasema ya kwamba nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Daudi ananenea moyo wake na kusema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Na katika mstari wa pili Daudi anasema kwamba nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Kwa njia nyingine Daudi anasema, moyo wangu umutukuze Mungu, moyo wangu umuheshimu Mungu, moyo wangu umuhimidi Muumba wangu, na moyo wangu usisahau fadhili za Mungu. Moyo wangu usisahau yale yote ambaye Mungu amekutendea. Kumbuka ya kwamba Daudi amekuwa mfalme, alikuwa mfalme, alikuwa na kila kitu, alikuwa na ufanisi wa kila hali, lakini anakatasa moyo wake usisahau Mungu, anakatasa moyo wake usisahau fadhili za Mungu, usisahau matendo ambayo Mungu amemutendea. Watu wengi ambao wanaanguka katika hatari watu wengi ambao wameingia katika mambo mengi na wakakubana na changamoto, unapofuatilia utakuta kwamba wengi ni kusahau Mungu, na wengine wakasahau matendo ambayo Mungu amewatendea. Wengi wenyu ambao mulitoka katika nchi hii yetu ya Kenya mukaenda katika mataifa mengine, na hasa wale muko katika US na UK, kuna wengine walisahau Mungu. Kuna wengine walisahau the process ambaye Mungu aliwapitishia wakati walipokuwa wakitafuta makaratasi ya usafiri. Wengine hata kupata tikiti ya kwenda ng'ambo ilikuwa ni muujiza. Wengine walifanya maombi sana. Wengine mulishikana na wachungaji. Wengine mulishikana na watu wenyu
wengine mkashikana na marafiki na mkalilia Mungu na Mungu akawafungulia mlango na mkasafiri. Lakini wakati ambapo mulifika katika mataifa yale, wengi wenyu mkasahau Mungu, mkasahau fadhili zake alizowafadhili nazo, mkasahau matendo ambayo Mungu aliwatendea. Wengine wakasahau kumuomba Mungu, wengine wakasahau kumwabudu Mungu, na ndiyo sababu kumekuwa na mambo mengi, kumekuwa na changamoto nyingi katika maisha ya watu wengi ambao wako katika mataifa yale ya nje. Pesa siyo shida, kukaa maisha mazuri siyo shida, lakini unakuta kwamba kuna mambo ambayo hairidhishi mioyo, na mambo hayo yametokana na kumsahau Mungu na kusahau matendo yake Mwenyezi Mungu ambayo aliwatendea. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambapo maandiko inanena sana kuhusu vile Mungu aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba wasije wakamsahau. Watu ambao husahau Mungu wanakubana na changamoto nyingi. Licha kwamba wanaweza kuwa na mali, wanaweza kuwa na maisha mazuri, lakini changamoto zinakuja. Maana yeyote ambaye humsahau Mungu ni lazima anakutana na mambo ambayo sio mazuri, ikiwa matokeo ya kumsahau Mungu. Ningetaka tuweze kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 na mstari wa 9. Huyu ni Mungu alikuwa akiwanenea wana wa Israeli. Kumbuka, aliwaongelesha sana kabla hawajaenda kuingia katika nchi ya ahadi. Kumbuka, aliwanenea sana kabla hawajaenda na kuingia katika nchi ambazo hawangesumbuka tena kama vile walivyosumbuka katika nchi ya Misri. Kuna watu wengi wamepitia maisha mazito wakati ambapo walikuwa naambia Mungu, ukinifungulia milango nisafiri, ukinifungulia mlango na nione ya kwamba nimetoka katika nchi ya Kenya, nimeenda katika taifa fulani, nimepata kazi, moyo wangu utakupenda daima. Lakini wengi walipotoka baada ya Mungu kuwafanikisha, wakamsahau Mungu, wakaadapti tabia za watu ambao wanasema hakuna Mungu, wakaadapti tabia na maisha na mienendo ya watu ambao hawamheshimu Mungu na muumba wao. Na hiyo ndiyo sababu maisha ya watu wengi, licha ya kuwa wana mali, wana utajiri, kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawakumba. Maandiko inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 mstari wa 9, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yaliyoondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba sio vema kusahau yale ambayo Mungu amekutendea na mambo ambayo amekufanyia, ubali ambao amekuleta, matendo ambayo amekutendea, na ni mapenzi ya Mungu ukaweze kuyakumbuka hayo Mungu amekufanyia. Na maandiko imesema, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tusisahau matendo ambayo ametutendea. Ni mapenzi ya Mungu tukasimulie hata kwa watoto wetu na watoto wa watoto wetu, katika vizazi ikajulikane matendo ya Mungu ambayo ametutendea.
wengine wenyu mlipitia maisha magumu, wengine wenyu mlidharauliwa, lakini Mungu akawashindania. Wengine wenyu haikuonekana kana Mungu anaweza kuwabariki. Wengine wenyu haikuonekana kana Mungu huwa anawawaza na kuwafikiria mazuri, lakini Mungu akawatetea, akawashindania, na wengine wakamsahau Mungu. Biblia inasema tusisahau kule ambako Mungu ametutoa. Tutaangalia mstari Kumbukumbu ya Torati mlango wa 4 mstari wa 31 tuweze kuona vile maandiko inavyosema. Bwana anasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Nirudie tena mstari huo wa 31. Kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kukosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Kumbuka ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa agano, ni Mungu wa ahadi. Na kwa hivyo maandiko inathibitisha kwamba Mungu hata sahau ahadi zake na agano lake, hata kupitia kwa agano na ahadi alizonena na mababa zetu akina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Neno la Mungu linazidi kusema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 12. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 12, maandiko inasema, ndipo utajitunza usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Maandiko pia yananena katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 12 ya kwamba ndipo ujitunze usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Kuna Mungu ambaye huwa anatutoa mbali. Kuna Mungu huwa anatutoa katika mateso. Kuna Mungu huwa anatushughulikia. Wengine wenyu ambao leo hii mumefanikiwa katika mataifa hayo na ambayo ni mapenzi ya Mungu kuwafanikisha, unapoangalia mwanzo wenyu, mwanzo wa wengi haukuwa mzuri, lakini Mungu ni mwaminifu kiasi kwamba amewaneemesha, na leo hii munaweza kusema kuna mahali mumetoka na kuna mahali mumefika. Ila kile ambacho Mungu anawaambia, mkiwa katika mataifa ambayo Mungu amewapeleka, mkiwa katika mataifa ambayo Mungu amezidi kuwafanikisha, msimsahau Bwana Mungu wenu. Maana mnapomsahau Bwana Mungu wenu, mtaanza kufanya kama mataifa ambao hawamjui Mungu afanyavyo. Mtaanza kuishi kama mataifa ambao hawamtabui Mungu anavyoishi. Lakini Mungu anasema ya kwamba mkaweze kujitunza, mkaweze kuwa waangalifu, msimsahau Bwana Mungu wenu, wala msisahau kule ambako amewatoa. Wengine wenyu ni vita kubwa ambayo Mungu amewapigania, mkajikuta katika mataifa yale. Wengine wenyu shetani alijaribu, wengine wenyu watu walijaribu ya kwamba msisafiri, ya kwamba msitoke katika nchi yenu, msitoke katika familia zenu. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alisababisha ya kwamba mambo yenu yamekuwa mazuri na mkaweza kusafiri. Lakini mkiwa katika mataifa hayo, ni mapenzi ya Mungu msije mkamsahau Mungu ambaye amewatoa mbali na ambaye amewafikisha mahali ambapo mumefika. Ningetaka nikusomee neno lingine katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 na mstari wake kuanzia 11, na nitaruka mistari, nitasoma 11, 14 na 19. Maandiko inasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake
ninazo kuamuru leo. Huyu ni Mungu ananena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 11, na nitaruka niende 14 na 19. Na kwa hivyo Mungu anasema ukaweze kujihadhari, usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake anazo kuamuru hivi leo. Mstari wa 14 inasema kwamba ndipo hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa. Mstari wa 19, lakini itakuwa kama ukisahau Bwana Mungu wako na kuiadama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mutaangamia bila shaka. Mungu anasema kwamba watu wakimwacha Mungu, waabudu miungu mingine, watumikie miungu mingine, kuna uwezekano wa kuangamia. Ninajua, ninaelewa kuna mataifa na kuna watu ambao hawamtambui Mungu. Kuna mataifa ambao watu katika mataifa yale wanasema hakuna Mungu. Nimeona watu ambao husema hakuna Mungu. Nimeona watu ambao husema kabisa hakuna Mungu, na nimeona watu ambao wameharibu maisha yao, wakaharibu mienendo yao na tabia zao. Lakini kwa wale ambao mumetoka katika familia ambazo zinamjua Mungu, ambazo zinamtambua Mungu, musibadilishwe na marafiki, musibadilishwe na mazingira ya kazi, musibadilishwe na mataifa. Maana mukibadilishwa, mumusahau Mungu, kuna uwezekano wa kupatana na hatari, kuna uwezekano wa kupatana na mambo mabaya. Nataka kusema kwamba Mungu atawafanikisha, Mungu atawaongoza, mutaweza kufanikiwa. Mkumbukeni ndugu yetu Yusufu ambaye alienda Misri, na alipoenda pale alienda kama mzigo wa kuuzwa, alienda pale kama mtumwa, lakini maandiko inadhibitisha kwa sababu Yusufu alisimama na Mungu, kwa sababu Yusufu aliishi maisha mazuri, alitukuzwa na Mungu na akaweza kuheshimika na kuheshimiwa katika taifa lile ambalo sio taifa lake. Mkiwa katika mataifa hayo, mutaheshimiwa, mutaheshimika, mkiendelea kumkumbuka Mungu na muumba wenyu kwa njia zote na kwa hali zote. Katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu 8 mstari wa 13, Ayubu 8 mstari wa 13, maandiko inasema ya kwamba ndivyo ulivyo mwisho wa hao wamsahauo Mungu, na matumaini yake huyo mbaya huangamia. Ndivyo ulivyo mwisho wa hao wamsahauo Mungu, na matumaini yake huyo mbaya huangamia. Matumaini ya watu ambao humsahau Mungu huangamia. Matumaini ya wale wanaomsahau Mungu huangamia, na mwisho wao hauna mambo mazuri. Kwa hivyo watu wa Mungu, ningewashauri tu kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, katika siku zenyu zote za maisha mkaweze kumkumbuka Bwana na Mungu wenu. Kumbuka mahali ambapo tulianzia, tumekuja tukiona Mungu akisema ya kwamba tusimsahau. Na vile vile pia nikirudi pale juu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa 8, maandiko inasema ya kwamba tusimsahau. Mlango wa 8 mstari wa 18, Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18, maandiko inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa
baba zako kama hivi leo. Biblia inasema ya kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Mungu ndiye husababisha watu wake wakafanikiwe. Mungu ndiye husababisha mafanikio katika maisha ya wote wanaosafiri. Na niseme ya kwamba mafanikio ya kweli, mafanikio ya kudumu yanatokana na Mungu. Katika mataifa na katika ulimwengu hivi sasa kumekuwa na mambo mengi ambayo ni ya kusababisha watu wamsahau Mungu. Kumekuwa na mambo ya uabudu wa mashetani. Kumekuwa na mambo ya kuingia kwa mambo ya kumchukisha Mungu na kulikufuru jina la Mungu. Lakini nimekuja niweze kuambia watu wa Mungu, haswa nyinyi ambao muko katika mataifa mbalimbali, mkaweze kumcha Mungu, mkaweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, mkaweze kuishi maisha inayodhibitisha ama maisha ambayo ni evidence ya kwamba hamujamsahau Mungu aliyewatoa katika nchi zenyu na aliyewatoa katika familia zenyu. Wengine walitoka katika familia duni, wengine walitoka katika mazigara ya kuonewa, na Mungu akawafanikisha na akawabariki. Katika kitabu cha Ayubu mlango wa 8 mstari wa 13, Ayubu 8 mstari wa 13 inasema, ndivyo ulivyo mwisho wa hao wamsahau Mungu, na matumaini yake huyo mbaya huangamia. Maandiko imesema mwisho wa wale wanaomsahau Mungu hauwi sawa. Mwisho wa wale wanaomsahau Mungu sio wa kupendeza. Kwa hivyo niseme kwamba mkiishi maisha ya kumkumbuka Bwana Mungu na Muumba wenu, maisha yenyu yatakuwa sawa na mwisho wenyu utakuwa mzuri. Nimalizie katika kitabu cha Zaburi mlango wa 9 na mstari wa 17. Maandiko inasema, wadhalimu watarejea kuzimu, naam mataifa yote wanaomsahau Mungu. Nirudie tena, wadhalimu watarejea kuzimu, naam mataifa yote wanaomsahau Mungu. Wadhalimu hawatapatana na mambo mazuri. Wadhalimu ni watu ambao wanatenda mabaya, ni watu ambao wanaishi maisha ya kumkufuru Mungu, maisha ya kudharau Mungu. Mungu atusaidie watu wa Mungu, tuishi maisha mazuri, tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na wale ambao muko katika mataifa hayo ya nje, wacha mkadhihirishe Mungu aliyewatoa katika taifa lenyu. Wacha mkamdhihirishe Mungu ambaye aliwafanikisha katika jamii zenyu, naye Mungu atazidi kuwabariki na kuwatendea mema. Ningetaka niweze kumalizia mahali hapo, niseme ya kwamba msimsahau Bwana Mungu wenu, naye Mungu hatawasahau. Kuna maandiko inasema, Mungu akawaambia wana wa Israeli, mtakaponiwacha nami nitawawacha, na mtakapokosa kuniwacha nami sitawawacha. Kwa hivyo watu wa Mungu, nitawawacha mikononi mwa Mungu, na niseme Mungu azidi kuwabariki, awalinde mkiwa katika mataifa hayo, na musimame na Mungu, na mumwamini Mungu, na mumutumikie Mungu, ni wala musije mkamsahau yeye, wala rehema zake na fadhili zake ambazo amewaonyesha katika maisha yenu. Nitaomba kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Baba Mungu, katika jina la Kristo ninasema ni asante kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kunena neno lako Mungu. Nimewanenea watu wako neno lako ya kwamba wasikusahau wewe Mungu uishie milele na milele, wakajiunge na mataifa ambao hawatabui ya kwamba kuna Mungu. Jehova Mungu, ninaombea watu wetu ambao wako katika mataifa tofauti tofauti nje ya nchi yetu. Baba Mungu kawalinde, Baba Mungu kawaongoze, Baba Mungu kawafiche kwa damu ya Kristo, na neema yako ikawatoshe. Baba, ninaomba maisha yao ikawe evidence ya kwamba hawajakusahau. Mienendo yao na matendo yao ikawe evidence ya kwamba hawajakusahau wewe ambao umewatoa mbali, katika jina la Kristo. Na wainua mikononi mwako, na waombea baraka, na waombea ushindi.
wafiche kwa damu ya Kristo, na neema yako ikawatoshe. Wafanikisha Mungu wetu kama ulivyomfanikisha mtumishi wako Yusufu katika nchi ya ugeni. Katika jina la Kristo Yesu naomba kuamini na hata kushukuru. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki, awalinde na awatendee mema mpaka wakati ambapo tutakapokutana mara tena katika channel hii, katika video ingine, kwa utukufu wa Mungu. Mungu awalinde, Mungu aneemeshe. Amen.